DW. Maoni. Kundi la M23 limekubali mkataba na Jumuiya ya Kiuchumi ya Ukanda wa Kusini mwa Afrika SADC Ijumaa wiki iliyopita kuhusu kuondoka kwa vikosi vya SADC mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya madarzeni ya wanajeshi wameuawa katika mzozo unaoendelea. Jumuiya ya SADC yenye nchi 16 wanachama iliamua kufikisha mwisho tume yake mwanzoni mwa mwezi Machi katika mkutano wa kilele uliojikita katika machafuko yanayoendelea kuongezeka. Tume ya SADC nchini Kongo yenye wanajeshi kutoka Malawi, Tanzania na Afrika Kusini ilitumwa katika eneo la mashariki mnamo Disemba mwaka 2023 kusaidia serikali ya Kongo, ambayo pia ni nchi mwanachama, kurejesha amani na usalama. Kwa upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanapanga kufanya mazungumzo ya ana kwa ana Aprili 9 katika hatua inayoonekana kuimarisha jitihada za Qatar kufikisha mwisho mgogoro mbaya kabisa wa vita ambao umekuwa ukiendelea kwa miongo kadhaa. Yote haya yanaendelea huku mbabe wa zamani wa kivita wa Kongo Thomas Lubanga akitangaza kuunda kundi jipya la waasi. Je, makubaliano kati ya SADC na M23 yanatoa ishara gani katika jitihada za muda mrefu za kutafutia ufumbuzi mzozo wa Kongo? Kundi jipya la waasi la Lubanga litakuwa na athari zipi katika machafuko ya Kongo? Yapi yatarajiwe katika mazungumzo ya Doha? Mazungumzo haya yanaleta msukumo gani katika mchakato mzima wa kuleta utulivu mashariki mwa Kongo? Maswali haya yote pamoja na mengine ndiyo tutakayoyajadili katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara. Mezani leo tunaye Marcel Hamdun, mchambuzi wa siasa akiwa mjini Mwanza nchini Tanzania. Katika mji wa Kampala, Uganda, tunaye Kasim Kayira, yeye ni mchambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu. Mjini Paris nchini Ufaransa tumemwalika Profesa Ali Mali, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Na huko jijini New York nchini Marekani tunaye Profesa David Monda, pia yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Sultan Makenge katika mji wa Goma, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo, na pande hizo zikakubaliana kwamba M23 itasaidia kuondoka kwa haraka vikosi vya SAMI DRC na silaha zao na vifaa vyao kupitia uwanja wa ndege wa Goma ambao kwa sasa hautumiki kwa sababu uliharibiwa na mapigano. Makubaliano haya yanaleta msukumo gani katika jitihada za kutafuta utulivu mashariki mwa Kongo? Bila shaka ni masukuli, ni mazungumzo ambayo yanatengeneza murwa au mwanzo wa murwa, usiwa kumaliza lakini wa kupunguza mivutano au vita katika eneo hili ambalo limeshuhudia vita mara nyingi. Ni jambo la kupendeza, japokuwa ni jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa mapatano pengine kwa majeshi wa Saudi Afrika, Tanzania na kujaribu kukaa na watu wa M23 ili kuhakikisha usalama wa kuondosha vifaa vyao bila dini. Lakini ni jambo ambalo lilianza mapema kwamba M23 walisema ili waondoke katika mji wa Goma, waache mji wa Masisi, waache mji wa Kivu, ni lazima vikosi vya kigeni vitoke katika maeneo haya na kuhakikisha kwamba masuala ya Wakongomani yanaamuliwa na Wakongomani wenyewe, lakini pia iwe ni ufunguo wa amani katika eneo hili. Na majeshi haya au viongozi wa chizi au kuona ajizi kwamba kama hili ndio liweza kusababisha amani kupatikana, ni vizuri wakazungumza na wakaondosha, lakini wakataka ushahidi ni uhakika wa kuondosha vifaa vyao na askari wao bila kushambuliwa kupitia waji wa Goma ambao wamekataa mapigano. Kwa hiyo ni jambo jema, lakini la msingi la kuzingatia ni kwamba pengine faida si kupigana, faida si vikosi vya mataifa ya zote kutoka na Kongo. Faida ni kuwa na Kongo ikiwa salama bila kujali kwamba kuna majeshi ya kigeni au majeshi ya wenyeji au majeshi ya watu gani ambayo yanapewa jeshi la serikali ambalo linapigana katika nchi ya Kongo. Kwa hivi sasa kilichotokea ni kinaonekana kila maana, kwa sababu mazungumzo yamefanyika huko Doha baada ya mazungumzo ya Rwanda kufanikiwa, lakini mazungumzo ya Doha huko Qatar yanaonekana yana matunda kwa kiasi fulani, na pengine huenda ukawa mwanzo wa amani kupatikana angalau ya muda huu, japokuwa sio kuaminika sana. Haya, asante. Kasim Kayira, unamsikia hapo Marcel Hamdun. Hatua hii ya kukubaliana kati ya SADC na M23 na sasa tukielekea huko Doha, yapi maoni yako wewe?
Kwanza kabisa nilikutana na Sultani Makenga mwaka 2012 punde tu baada ya kupigwa na kufukuzwa mji Goma, baada ya makubaliano yaliyofikiwa kati kwa kujaribu kusimamisha mzozo, wakati huo ambapo M23 ilikuwa imekamata mji wa Goma. Walikimbia na akaishia Kampala, yeye pamoja na kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo wakati huo Bertrand Bisimwa. Nilikuja kukutana na viongozi hawa wawili mjini Kampala. Wakati huo mpaka hivi sijasahau uso wa Sultani Makenga, kutokana na hasira aliyopata, kutokana na unafiki ambao aliokuwa nasema aliupata baada ya kuwa wapiganaji wa M23 walikuwa wameombwa wajitoe mjini Goma kwa kilomita 20 kwenda mji wa Sake. Kilichofuata ni majeshi ya Tanzania, Malawi na Afrika Kusini kuwapiga vibaya kabisa na kuwatoa mji wa Goma. Sifikirii na sidhani kwamba M23 wamefikia kiwango cha kusamehe majeshi haya kutokana na kisa hicho. Ilipojitokeza kwamba tena majeshi ya SAMI yalikuwa yamekuja kuingilia kati kujaribu kusimamisha katika eneo ambapo East African Standby Force ama jeshi la Afrika Mashariki ambalo lilikuwa limeletwa ikiongozwa na Kenya lilikuwa limeshindwa na hivyo kulazimika kuondoka. Kwangu nilikuwa nimeanza kupata hofu, nikasema ule uzoefu wa 2012 ni kama umerudi kuja katika njia hii. Sasa kuwa umefikia kiwango cha kuzungumza na hivyo kujaribu kupata njia hiyo na kuweza kutoa hata njia ya usalama ya majeshi haya ya SADC kuweza kujitoa, naona kidogo inatoa imani kuhusu ambacho Marcel amezungumzia, kutoa fursa kwa Wanakongo kuweza kujaribu kukaa na hivyo kujadili masuala yao. Lakini nadhani kwamba kiini cha masuala ambayo yanazungumziwa bado kinapita juu kidogo, kati kundi kama 23 haliwezi kwenda kuhudhuria kutokana na nyaraka za kukamata ambazo zilitolewa. Kidogo inapunguza nguvu za kile ambacho huenda ikajitokeza, hasa ukiona kwamba ni rais wa Rwanda na rais wa Kongo ambao walikutana katika mkutano ambao wengi wanazungumzia kama kati yao kama viongozi, lakini haikuangalia swala kubwa. Ilikuwa ni kama Katari yenyewe ilikuwa inaangalia maslahi yake kwa wakati huo. Na kwa hivyo kidogo inatoa imani, lakini kwangu sidhani kwamba kiini kabisa cha mzozo wenyewe bado kinaanza kuzungumziwa, hakijakusha vizuri kiasi kwamba naweza kupata imani kwamba huenda labda tukapata jibu la muda la kudumu. Mali ukubwa wa kikosi cha SADC haijawahi kuwekwa wazi hadharani, lakini wachambuzi wanakadiria kwamba idadi yake inafikia vikosi 1300. Afrika Kusini ilipoteza wanajeshi 14 katika mzozo wa mashariki mwa Kongo mnamo mwezi Januari. Wengi wao walikuwa katika tume hiyo ya SAMI DRC, lakini angalau wawili walikuwa sehemu ya kikosi cha tume ya amani ya Umoja wa Mataifa. Wanajeshi kutoka Malawi na Tanzania walishiriki pia katika tume hii ya SADC na waliuawa. Mchango wa SADC haujakuwa mkubwa sana katika mzozo huu wa mashariki ya Kongo. Kuondoka kwao, je, unaona kwamba kuna tija yoyote? Kwa kweli kuondoka kwao jumuiya kama SADC na nchi hizo ambazo zimeweza kutuma wanajeshi wake, kwa kweli kama kungekuwepo nia thabiti kabisa, sidhani kwamba M23 au hata nchi ya Rwanda inaweza kuthubutu kuweza kupambana vilivyo na mkusanyiko wa nchi hizo za SADC ambazo zimetaja. Lakini kushindwa kwao pia ni udhaifu wa mikakati na mipangilio ya jumuiya hiyo ya SADC, hasa kuhusu mzozo wa Kongo. Kwa hiyo kushindwa kwao ni lazima kuondoka kwao kufuate, kwa sababu hawana la kufanya. Ni aibu, ni udhalili ambao wameonyesha wao, na wanajeshi wao tayari wameuawa. Kwa hiyo hii hali inazidi kudhihirisha udhaifu wa jumuiya zetu sana za kikanda barani Afrika na serikali zetu za Kiafrika katika kusimamia mizozo yetu sisi wenyewe, huku tukisema matatizo ya Waafrika kwa suluhisho za Waafrika, lakini bado hatujawa katika hali ya utendaji uliokuwa bora, uweledi wa kutatua matatizo yetu, kwa sababu bado tunategemea nje. Kwa hiyo kuondoka kwao lazima waondoke, hawana la kufanya. Walikuja kuleta amani, kusaidia Kongo, na wameshindwa, na ardhi ile imetekwa na kikundi cha M23 kikisaidiwa na nchi ya Rwanda, ambao
haitaki kusikia SADC mle, na ukitizama kwanza hata mazungumzo ambayo yalikuwa yasimamiwa na rais wa Angola ambaye ni nchi moja katika wanachama wa SADC ni kama yalipuuzwa na yakaelekezwa mjini Doha nchini Qatar, na huku tunaona kunaweza kuwa mwanga au dalili za kuendelea kwa mazungumzo licha ya kuwa kupatikana kwa amani pia bado ni kitandawili. Kwa hiyo mimi nadhani kutoka kwao ni muhimu waondoke ili mengine yaweze kuendelea baada ya kushindwa kwao. Profesa Monda, tuangalie mbele sasa katika mazungumzo haya ya Aprili 9. Ni duru ya pili hii ya mazungumzo ya Doha. Yale ya kwanza yalifanyika lakini hakuna taarifa nyingi sana ambazo zilijitokeza. Unaona nini katika mazungumzo haya? Ndugu mwenyekiti, mimi nasikitika kusema kwamba sioni dalili nzuri za kuweza kufanikishwa kwa mazungumzo haya ya Doha. Nasema hivyo kwa sababu mbili kubwa. Cha kwanza ni kwamba ni kitendawili hiki cha kikosi hiki cha M23. Je, wataweza kurudisha ile ardhi wameichukua kimabavu kupitia njia za kijeshi kwa kumwaga damu za wafuasi wao, wanajeshi wao tu kwa sababu ya mikataba? Tukijua siku za nyuma M23 imesema ya kwamba mikataba hii imekuwa ni duni. Upande wa serikali ya DRC kweli imeshinikizwa kuja kuzungumza kwa mazungumzo haya ambayo imeyakataa kwa siku nyingi, lakini hali ya kupigwa kalamu kwa wanajeshi wa DRC imehakikisha kwamba serikali ya DRC iingie kwenye mazungumzo. Kwa hivyo nasema hivi ni kama hata ingawa kuna mazungumzo haya, pande zote zinajipima, hususan M23 kuona kwamba mazungumzo haya kweli yataenda mbele, na hii ardhi ambayo tumeikomboa kweli tutaweza kuendelea kupanua ile nafsi yetu na ardhi ile ambayo tumeweza kuipata. Na upande wa DRC pia nao wanataka kuonyesha kwamba kweli wanataka mazungumzo, kwa sababu wapo wakati huu pahala pabaya. Kumalizia ni kuna taifa hili la Rwanda ambalo pia lazima tuliangazia kwa undani. Wafuasi wa M23 wamesema kwamba mazungumzo kati ya Kagame na Tshisekedi wao hawamo ndani, ya kwamba hayo hayawahusishi. Kwa hivyo hiyo tena ni dalili mbaya kwa mazungumzo haya. Ni kama wanasiasa wanacheza na hizi karata za kidiplomasia, huku nyuma wakijua wataendeleza vita, hususan M23 kuweza kunyakua ardhi zaidi. Kwa wakati huu wanapumua wafuasi wa M23, pengine baada ya mazungumzo haya kusambaratika waeneze vita, lakini sidhani nia ya M23 ni nzuri kujaribu kutatua mzozo huu kwa kidiplomasia. Wanataka kutumia diplomasia kwa njia ya kivita. Marcel Hamdun, Profesa David Monda anasema haoni kama nia ya M23 ni nzuri kuelekea mazungumzo haya ya Doha. Una maoni gani wewe? Zaidi na huyo bwana Profesa, kwa sababu M23 wamekuwa katika mgogoro na serikali ya Kinshasa kwa muda mrefu, na watu wake leo tunamsikia Rubanga anazungumzia habari ya kwamba yeye ataunda kundi jingine la kivita, na Rubanga anajulikana jinsi alivyokuwa ameshiriki katika vita ya Kongo. Tunajua kina Pascal Ntaganda, tunamwangalia Sultani Makenga na wenzi wake, na tunaona watu wengine wanaozuka zaidi ya vikundi 100 na kadhalika. Jambo moja kubwa la msingi la kuzingatia ni kwamba watu wale wameweza kujua huo mkataba uliotiwa saini kati ya serikali ya Kinshasa wakati ule ya marehemu Laurent Kabila na watu wa M23 ulikuwa ni mkataba gani? Kwa nafikiri ndani yake kuna jambo ambalo jumuiya ya kimataifa haikupata kuambiwa watu na kadhalika. Lakini kibaya zaidi ni kama alivyosema mwenzangu, ni kwamba tatizo kubwa ni aina fulani ya mwenendo wa jambo hili katika jumuiya ya kimataifa, na hasa nchi hizi za Afrika Mashariki na SADC pamoja zinasimamaje katika hili jambo, sababu inavyoonekana kwamba M23 kwa namna moja au nyingine, au M23 kama wanavyoita, ina mpango makususi wa jinsi ya kuendesha vita hii. Na hili alisema profesa, hawa wanataka wapate nafuu fulani ya muda ili wapumzike, wajiandae na kufanya vitu vingine, ili baadaye waende kuyateka maeneo mengine na kukamata miji mingine mikubwa kama Lubumbashi na hata Kisangani.
Kinshasa isikiwi mpaka mkuu ukamate maeneo ya mashariki, ukamate Lubumbashi na kadhalika, kama wanavyosema watu wa Ulaya hasa Uingereza kwamba hujafika London, kama hujafika Heathrow, kama hujakamata miji hii ya mashariki, basi unaikamata Kinshasa. Nafikiri nia yao ni kuikamata Kinshasa na kuwafurusha watawala, ama kuwalazimisha wakubaliana na matakwa ambayo wanadai yamo ndani ya mkataba ambao haujulikani na kwao, kwamba lazima maeneo ya Goma, yani maeneo ya Kivu kaskazini na kusini, kuwe na utawala wa Watusi au utawala wa Wahima katika eneo hilo, na hili liweze kujamulia mambo yake yenyewe na kadhalika. Na ndio mwanzo tu wa kwa taifa jingine linalotegemea, ambalo kiujumla na kwa ujumla wake ni kwamba inategemea sana maamuzi ya serikali ya Kigali ambayo inajaribu kujipanua, expansionist government. Inajaribu kufanya kitu namna hiyo ipate nafuu katika rasilimali za vitu vingine. Ali Mali, unamsikia hapo Marcel Hamdoun anasema wanajaribu kidogo kuvuta muda waasi hawa wa M23. Kuna mazungumzo mengi yamefanyika kujaribu kutafutia ufumbuzi mzozo huu wa Kongo. Angola tumeona mazungumzo ya Luanda, na sasa mazungumzo haya yamehamia Doha. Je, Doha ndiyo ambayo italeta matumaini katika kutuliza hali ya mambo mashariki mwa Kongo? Mimi nadhani kwa kweli mikutano kama walivyozungumza wazungumzaji kabla yangu au wenzangu, ni mikutano ambayo bado haijagusa kiini cha tatizo, na bado uongo kunafikiana ni kukubwa mno kati ya serikali ya Kigali na kikundi cha M23, pia na serikali ya Kinshasa, kwa sababu yale ambayo yanayotangazwa kuwa yanazungumzwa kwenye mazungumzo sio tatizo la Kongo. Ndugu yangu hapa Hamdoun kazungumza mikataba. Hiyo mikataba ipo na ndiyo sababu haswa ya matatizo kurudia, kwa sababu tukikumbuka kwamba bwana marehemu Laurent Kabila aliingia nchini kwa kusaidiwa kwa kuletwa na jeshi la Rwanda hadi kufika kuingia madarakani, na mkuu wa majeshi akawa ni mmoja kati ya hizo nchi mbili, Rwanda na Kongo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Rwanda bado inadai kwamba ilichangia katika kubadili mabadiliko nchini Kongo na kufikisha utawala wa Kabila. Kwa hiyo mikataba ile ni kwamba katika sehemu la mashariki huku Rwanda iweze kuwa na uchunguzi na usimamizi huku mashariki. Kwa hiyo hilo linaleta shida, na rais yoyote mkongomani labda awe kichaa hawezi kukubali nchi yake iwe sehemu moja inamilikiwa na nchi jirani na yeye awe huku, labda sijui itakuwaje. Kwa hiyo ukweli wa haya mambo ndiyo yanaleta shida katika mazungumzo haya, na yataleta vita kubwa. Kwa hiyo njia mojawapo ya kumaliza matatizo haya ya Kongo kweli ni serikali ya Kongo iweze kuwa imara na iweze kuwa na jeshi ambalo linaweza kukabiliana na matatizo haya. Lakini kwa mazungumzo haya diplomasia na meza sasa miaka 30, sitegemei kama kwa kweli amani inaweza kupatikana kwa kudumu, kwa sababu faida ndani ya mzozo huu wanaoendesha kwa kweli zinashinda nguvu hasara ambazo zinatokea. Kwa hiyo hii itakuwa bado kabisa Qatar haiwezi kuaminika kuweza kuleta amani ya kudumu katika mzozo wa mashariki ya Kongo. Kasim Kayira Ali Mali anasema Qatar haiwezi kuaminika. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walifanya mkutano wa kushangaza mjini Doha mnamo Machi 18. Hii ilikuwa ni duru ya kwanza ya mazungumzo huko Qatar. Kipi kitarajiwe katika mazungumzo haya ya duru ya pili kwa mtazamo wako kifupi? Kwa kweli ni vigumu, na kama walivyosema wenzangu hapo kabla, naona ni vigumu kuona. Qatar ni kama imejitokeza kidiplomasia. Utakumbuka katika mzozo wa Israeli na Palestine na Gaza, Qatar iliweza pamoja na Misri kuweza kufanya diplomasia ya kiwango cha juu, na hivyo kuweza kufikia makubaliano ambayo yalikuwa ni magumu kuweza kudhani kwamba yangeweza kufikiwa. Lakini katika mzozo wa Rwanda, Qatar ina maslahi ya moja kwa moja, na hivyo kuwa mpatanishi wakati una maslahi kati ya mataifa mawili haya, nafikiri kidogo huenda ikaleta uzito kidogo katika kuweza kufikia chochote. Qatar imewekeza nchini Rwanda kwa kiwango kikubwa kabisa katika viwanja vya ndege, sio hata kiwanja cha ndege pekee. Ndani ya uchumi wa Rwanda, Qatar imewekeza kwa kiasi kikubwa,
tayari nchini Kongo, pia ndani ya viwanja vya ndege, lakini pia ndani ya uchumi wa Kongo. Maslahi ni makubwa kwa Qatar. Kuwa inakuja kama mpatanishi ilhali kuna maslahi fulani, huenda labda ikapunguza kipaji chake, nguvu zake za kuweza kuwa mpatanishi ambaye angekuwa ni mpatanishi wa kudumu. Na hivyo inafanya kwangu, kwa upande wangu, kuona mazungumzo hayo kuwa magumu. Wakati M23 imejitokeza kusema kwamba hawakualikwa na kwa hivyo hawakuonwa kama mmojawapo ya maswali ama shida ambayo ipo nchini Kongo, hiyo nayo inaacha mzozo. Licha ya kuwa Rwanda inasemekana kuwaunga mkono wapiganaji wa M23, wanabakia bado wana msimamo wao pale, na naona kinachotumiwa sasa wakati mazungumzo yanapozungumziwa ni M23 kujaribu kusukuma na kupanua eneo walilolikalia kwa madhumuni ya kwamba itakapofikia kama nyakati labda za kuweza kukaa meza na hivyo kukaa ana kwa ana, watakuwa na msimamo wa nguvu kidogo. Ni wakati wa M23 kukaa kwenye meza na serikali ya Kongo, na nafikiria ni mojawapo tu ya shida kubwa ambazo zinaikumba Kongo, ambapo labda na makundi mengine nayo yangetaka kuja kukaa mezani. Lakini hili swala unavyoliangalia kivyovyote, lazima kuhusishe Wakongomani ndani ya swala hili. Rwanda iwepo ama isiwepo, lazima Wakongomani wawe katika swala hili. Tunapojifanya na kuangalia kando wakati nazoitwa jitihada ama juhudi za kuleta amani, ninajiepusha na kuangalia swala hili, nafikiria bado kuna shida. Na kwa hivyo sina kwa kweli imani ya kwamba Qatar itaweza kupiga hatua kubwa katika mzozo huu, wakati ambapo wahusika wakubwa wenyewe ni kama hawajahusishwa. Hii ni kama makutano ya rais wa Rwanda na rais wa Kongo ambao ni marafiki wa mfalme sasa wa Qatar, lakini sioni kinachozidi hapo.